السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من باغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، leo tuko katika majlisi ya pili. هذه ليلة الجمعة، usiku wa Ijumaa katika mwezi huu wa Al-Muharram wa mwaka 1443 Hijiria. Tuko katika majlisi ya pili ambayo majlisi hii kwa kuiunganisha na majlisi ya jana tutaanza kuuzungumzia mji wa Al-Kufa na watu wake. Sababu inayotupelekea tuuzungumzie mji huu na watu wake, kwa sababu watu wa mji huu ndio waliosababisha kutokea kwa mauaji ya kinyama, mauaji ya kikatili, ya dhulma dhidi ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, yeye pamoja na watu wake. Waliolisababisha hili ni watu wa mji wa Al-Kufa, mji uliopo Iraq. Kwanza tutazungumzia bishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wa miji hiyo kwa ufupi tu, kisha tutaanza kuelezea khiana za watu wa mji huu
na yale aliyosema Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu watu wa mji huu tutayarudia baadhi, kwa sababu tuliyosoma na kuyaelezea kwa haraka haraka katika majlisi yetu ya jana. Kwa ilikuwa vizuri tutayataja baadhi, lakini pia msimamo wa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kama wakati utaturuhusu, basi tutaendelea na kipengele kingine ambayo itakuwa ni suala la barua zao. Sasa kuandika kwao barua kwenda kwa Hussein bin Ali radhiyallahu anhuma, wakimuita aende katika mji wa Al-Kufa kwa madai ya kwamba wao hawako tena na Bani Umayya, wao hawako tena na Bani Umayya, hawataki. Na matukio haya yametokea baada ya kufariki Muawiya ibn Abi Sufyan, Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma alipofariki na kuchaguliwa mtoto wake, au yeye kumteua mtoto wake. Kabla ya kufariki kwake alimteua mtoto wake Yazid ibn Muawiya ashike nafasi yake. Jambo hili lileta utata. Kwa hiyo watu wa al-Iraqi hususan katika mji wa Al-Kufa wakaitumia fursa hii wakidai kwamba wao hawako pamoja na Bani Umayya. Hivyo tukutaka wewe Hussein uje uwe mtawala kwetu. Wakaziandika barua nyingi kwenda kwa Al-Hussein. Sasa ni wakati ndio utakaotupa nafasi wa kuyaeleza haya, na je, Hussein aliwajibu nini, ikawaje. Lakini kwanza leo tuelezee kuhusiana na watu wa huu mji. Twasema haya huku tukijua kwamba kuna upotoshaji mkubwa wa kihistoria. Watu wanapotosha sana kwa sababu ya malengo yao binafsi. Sasa uzuri, Uislamu umehifadhiwa kupitia maandiko yaliyoachwa na maulamaa wetu wa Kiislamu. Habari zote zimewekwa ndani ya vitabu kwa asilimia kubwa sana, tena kwa zenye kuhitajia riwaya, basi zimehifadhiwa kwa riwaya zilizo madhubuti kutoka kwa wapokezi madhubuti, na zile ambazo zimekuja kwa riwaya dhaifu au ambazo hazikuthibiti basi pia zimebainishwa kwa kutajwa hao wapokezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja katika mazungumzo yake aliwahi kutoa ishara, akaishiria upande wa mashariki, akasema ala innal fitnata hahuna, innal fitnata hahuna au min hahuna, hakika au zindukeni, jueni kwamba hakika fitna itatokea hapa, hakika fitna itatokea upande huu, ni min hahuna, kutokea hapa. Wa ashara biyadihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishiria kwa mkono wake qibala al-mashriq, upande wa mashariki, min haithu yatlu'u qarnu ash-shaytan, mahali ambapo ndipo zinapotokezea nguvu za shetani. Pembe ya shetani na kona ya shetani iko hapa. Alhadithu akhrajahu ash-shaykhan.
hadithi hii wameitaja al-Bukhari na Muslim, na katika riwaya nyingine al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake ametaja hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua akasema, Allahumma barik lana fi shamina, Allahumma barik lana fi yamanina, qalu wa fi najdina ya Rasul Allah. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ewe Allah, tubariki sisi kwa Shamu yetu. Akisema Sham anakusudia Syria, Jordan, Palestina. Kwa wakati huo zote zilikuwa ni Sham na makao makuu ni Dimashq, Damascus, Syria. Kwa tubariki katika Sham. Ewe Allah, tubariki Yaman, tubarikie Yemen. Watu wakasema, na utubarikie vile vile, yani tuombee vile vile na Najidi yetu, na Najidi. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba hivyo mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu alipoambiwa wa fi Najdina akasema, hunaka zalazilu wal fitanu wa biha yatlu'u qarnu ash-shaytan. Huko ni sehemu za mitikisiko na huko ndiyo sehemu za fitna na huko ndiko kwenye pembe ya shetani. Najd. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu hivyo wale waliomuomba aiombee Najd. Hadithi hii kama nilivyotangulia kusema imetajwa, ile ya kwanza imetajwa na Bukhari na Muslim. Hii ya pili, Allahumma barik lana fi shamina, mpaka mwisho wake ameitaja al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake kwa tamko hili ndio litaja. Sasa hapa mahali pa kutazama ni kwenye neno Najd. Najd maana yake ni nini? Hapa pana maelezo marefu, lakini nataka kuzungumza kwa ufupi tu. Katika lugha ya Kiarabu neno Najdi linamaanisha sehemu za milimani. Sehemu zote za miinuko huitwa Najd. Na miji mingi ina Najdi zake. Kwa mfano Tanga inayo Najdi, lakini Najdi ya Tanga haiko mashariki, pengine labda Najdi yake iko kaskazini magharibi. Wapi huko? Milima ya Usambara huko, Mtoto na wapi na milima kama hiyo, safu za milima ya Usambara, milima ya Magoroto, kote huko ni milimani, Najd. Bali walioko Morogoro wana Najdi yao, walioko Iringa, walioko Mbeya. Kwa ufupi, Najdi ni sehemu za miinuko zenye safu za milimani, sehemu za juu, ule uwanda wa juu unaitwa Najd, na ule uwanda wa chini huitwa Tihama. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa kuombea Najdi kwa sababu ndiko sehemu ambapo shaitani na mitikisiko katika Uislamu inaanzia huko Najd. Fitna nyingi zatokea huko Najd. Imamu al-Bukhari ameitaja hadithi hii kwenye kitabu chake Al-Jami' as-Sahih au Sahih al-Bukhari. Imamu al-Bukhari amefariki mwaka 256 Hijria. Zaidi
au takriban miaka 1200 iliyopita. Hadithi hii imewekwa katika Sahihu al-Bukhari. Wanawachuoni waliokuja baada yake waliosherehesha hadithi hizi, zimeshereheshwa na zimo kwenye vitabu, kwa kuwa Najdi ni kila sehemu yenye miinuko. Kila sehemu yenye miinuko ni Najdi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia Najdi ipi? Masahaba walimuelewa vipi kuhusu hii Najdi? Maimamu wa Kiislamu na wanavyuoni wa Kiislamu tangu hapo kale wanasemaje kuhusu Najdi hii? Al-Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, kama alivyonukuliwa na Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi katika Fathul Bari, al-Khattabi anasema waman kana bil madinati fanajduhu badiyatul Iraq. Waman kana bil madina, yule aliyekuweko Madina. Kama wewe uko pale Madina, wataka kujua Najdi iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi? Anasema al-Khattabi, na amenukuliwa na al-Imam al-Hafidh bin Hajar. Al-Hafidh bin Hajar amefariki mwaka 852, mwaka 852, takriban miaka 600 hivi iliyopita, takriban iliyopita ya Kiislamu. Akamnukuu Khattabi, ndio mwenye kile kitabu kinaitwa Maalimus Sunan. Sasa amenukuliwa akisema kwamba muradi wa Najd iliyokusudiwa hapa, kwa sababu kuna Najdi ya Al-Yamama, iko Najdi ya Al-Yamama. Al-Yamama ni sehemu za Riyadh, Dir'iyya. Lakini kuna Najdi ya Iraq. Ni rejeni katika Fathul Bari, mtayakuta maneno haya yamejaa tele. Waman kana bil madinati fanajduhu badiyatul Iraq, yule aliyekuweko Madina Najdi yake ni badia. Badia ni tuweza kusema mbuga, jangwa, katika mbuga za Iraki, majangwa ya Iraki. Huyo atakuwa kwenye Najdi ya Madina huyo, kwa sababu kila watu wana Najdi yao. Hata huko Yemen kuna Najdi, na kuna sehemu za Tihama, sehemu za Hudaida na nyinginezo huitwa Tihama, na ina Najdi yake. Kwa hiyo kuna maana ya Najdi kilugha, sehemu ya milimani, na kuna maana ya Najdi ambayo ni al-murad, iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alikusudia Najdi wapi? Najdi ipi? Sahaba Abdullah ibn Umar imepokewa kutoka kwake, lakini pia imesemekana imepokewa kutoka kwa Salim ibn Abdullah, Salim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kwamba siku moja alimwambia mtu katika watu wa Iraq, ma as'alakum anis saghira wama arkabakum alkabira. Ya ahla al-Iraq, ya ahla al-Iraq, enyi watu wa Iraq nyinyi, ma as'alakum anis saghira, ajabu iliyoje ya nyinyi kuuliza kwenu mambo madogo madogo. Mapenda kuuliza vitu vidogo vidogo, lakini ajabu iliyoje kwenu nyinyi ya kufanya mambo makubwa. Mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kadha, akasema maneno haya.
kwamba fitna itatokea upande huu wa mashriq, fitna itatokea Najd. Kwa hiyo ukiangalia hadithi zimetaja Najd. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameombea Sham na akaombea Yaman. Alipoombwa aombee na Najd akakataa, akajizuia, hakuwaombea watu wa Najd, akasema huko itatokea fitna na mitetemeko. Masahaba kina Abdullah bin Umar na wengineo wakaelewa kwamba Najdi iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Iraq. Maimamu waliokuja baada ya masahaba na tabi'in kama kina Salim na wengineo katika tabi'in, na maimamu kama kina Al-Khattabi na kina Al-Hafidh bin Hajar wakaelewa ya kwamba muradi na makusudio ya Najdi ni badiyatul Iraq. Matukio makubwa yaliyotingisha Uislamu yalitokea Iraq. Ukisoma historia utaona vita vya Jamal vimetokea huko sehemu za Iraq. Walipotoka kina Talha na Zubair wametokea Makka, wakenda mpaka walikuwa wanakwenda zao Iraq, Al-Kufa, kwa sababu walisikia waliomuua Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, al-Khalifatu ar-Rashid, wamekimbilia Iraq. Kule Iraq kuna gavana aliyewekwa na Ali bin Abi Talib baada ya kufariki Uthman, yeye akawa mtawala. Gavana aliyemweka Iraq alikuwa ni Sahl bin Hunayf. Sasa wale waliomuua Uthman nasemekana wakakimbilia Iraq, Al-Kufa. Kwa hiyo Talha, Az-Zubair wakiongozana na bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha wakakimbilia Al-Kufa. Yule alipotoka kuwazuia ndio sababu ya kutokea vita vya Jamal, ambavyo Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akaviingilia kati, na kuna watu walikufa katika Jamal. Mwaka wa 36 Hijiria, Ali bin Abi Talib akayaweka makazi yake maalum kama ndiyo makao makuu ya dola ya Kiislamu, akayaweka Kufa, kwa sababu makazi wakati wa Mtume SAW sallam alikuwa makao makuu ni Madina, ndio asimatul Islam. Wakati wa Abu Bakari kadhalika, wakati wa Umar, wakati wa Uthman, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yeye akayapeleka Al-Kufa baada ya matukio madogo. Lakini baada ya hapo, wakati watu wako Kufa pale, ikatokea fitna ya Siffin ambayo ilipigana baina ya Iraq na Sham. Walikufa Waislamu wengi, haijawahi kutokea. Ni vita baina ya Waislamu na Waislamu. Watu waliomuasi Ali bin Abi Talib wakajitenga katika sehemu ya Naharawan, wakaitwa Khawarij. Walitokea katika sehemu ile ya Al-Kufa, wakaenda zao Naharawan. Bali Ali bin Abi Talib aliuawa pale katika mji wa Al-Kufa. Al-Hasan mtoto wake Ali bin Abi Talib alipata balaa nyingi na mitihani mingi kutoka kwa ahlul Kufa. Mtasikia maneno yake radhiyallahu ta'ala anhu. Ala kulli hali, Al-Husaini naye akaitwa na watu wa Al-Kufa aje awe mtawala kwao, lakini wakamgeuka wakamuua. Yote haya yalitokea katika karne ya mwanzo baada ya Mtume, katika ile karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo karne hiyo alizungumza maneno hayo kwamba alfitnatu hahuna, alfitnatu hahuna, au alfitnatu min hahuna, alfitnatu min hahuna, haithu yatlu'u qarnu ash-shaytan. Jamaa zetu juzi na jana wakasema Najdi hiyo ni Riyadhi huko kwa Muhammad bin Abdul Wahhab. Hii ni tafsiri mpya imeletwa na mashekhe wa Kisufi, wakawa na tafsiri sasa hadithi hii
kwamba Najdi, naona Najdi, mtume kataja Najdi. Muhammad ibn Abdul Wahhab katoka wapi? Akatoka Najdi. Ni nani katika masahaba, katika tabi'in, bali hata katika maimamu waliotafsiri hadithi hii waliohusisha Najdi na al-Yamama au Dir'iyya? Nani? Hakuna. Na hali ya kuwa wakati huo makabila mengi ya Waarabu walirtadi watu wa Yamama wakamfuata Musailimatul Kadhab, walirtadi watu wa Yaman, walirtadi kila upande. Kuna watu katika makabila walirtadi. Pia katika baadhi ya sehemu ya Oman kuna watu walirtadi baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na fitna ile ilizimwa na Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na hakuna aliyesema kwamba ni fitna ile ya Musailimatul Kadhabi ndio ile aliyotabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, wote na wengi wao katika maimamu na waandishi wa Kiislamu waliokuwa huko zamani, wao wametafsiri Najdi kwa maana iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa ni badiyatul Iraq, kuwa ni al-Iraq, na wengine wakiwaainisha sawa, wakiwapoint kabisa, ya ahla al-Iraq, enyi watu wa Iraq, wakiwaambia. Kwa hiyo kwa maelezo haya tunapata mahali au nafasi ya Iraq namna inavyozungumziwa katika Uislamu. Kufa ni sehemu katika Iraq. Zamani kitajwa tajwa Kufa, Basra, Iraq kwa ujumla, haitaji Baghdad kwa sababu Baghdad ilikuja baadaye. Baghdad ilijengwa katika wakati wa Abbasiya baada ya kuondoka Bani Umayya mwaka wa 132 Hijiria na kusimama daula ya Bani al-Abbas, wao ndio wakaijenga Baghdad, ikawa ndio asima yao. Sasa tuache haya, turudi katika maudhui yetu. Iraq au mji wa Al-Kufa ndicho kitovu cha Sabaiya, yani mashia wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Mshia Baqir Sharif al-Qurashi katika kitabu chake Hayatul Imam al-Husayn juzu ya 3 ukurasa wa 12 anaelezea maneno haya, anasema hivi: innal Kufata qad kanat mahdan lish-Shi'a wa mawtinan min mawatin al-Alawiyyin وقد أعلنت إخلاصها لأهل البيت في كثير من المواطن. إن الكوفة كانت مهدا للشيعة، حقيقة mji wa Al-Kufa ambao uko Iraqi ndio mahali pa kulelewa au mahali pa kutulizana Shia, ndio kituo chao, ndipo mahali pao pale. Wa mawtina min mawatin al-Alawiyin, na ndio mji katika miji ya wenye kujinasibisha na Bani Alawi. Wale wafuasi wa Ali na familia ya Ali wanaojinasibisha na wale ndio mahali pao. وقد أعلنت إخلاصها لأهل البيت في كثير من المواطن، na hakika walitangaza kuisafisha nia yao kwa hao Alawiyun, nia yao kusafisha nia yao kwa ahlul bait katika sehemu nyingi sana. Kila mahali wao husema kwamba sisi ni katika Alawiyun, sisi ni Alawiyun, sisi ni wapenzi wa ahlul bait, sisi tuwafuata ahlul bait. Lakini pia akasema waqad gharasat badratu at-tashayyu'i fi al-Kufa منذ خلافة عمر رضي الله عنه. anasema na hakika iliota mbegu ya ushia katika mji wa Al-Kufa
tangu enzi za ukhalifa wa Umar. Na hata ukisoma vitabu vilivyoandikwa karibuni na Ashia, mfano kitabu Kullul Hulul cha Muhammad Tijani Samawi, ameeleza, alikuwa akimuelezea Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, akamtaja kwamba Abu Huraira akaingia katika mji wa Kufa, mji wa Mashia. Narudia tena kusema kwamba mji huu ulioko Iraqi ambako Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri kwamba ndiko mahali pa mitetemeko na fitna, na ndiko mahali huko inapotokea nguvu ya sheitani. Kundi kubwa la wafuasi wa Abdullah ibn Saba Myahudi walipofanya matukio yao ya uovu ya kumuua Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, walikimbilia Iraq katika mji wa Al-Kufa, wakakaa pale. Lakini hii haina maana kwamba Iraqi au Kufa hakuna watu wema. Walikuweko watu wema, walikuweko watu wazuri, lakini watu husifiwa kwa aghlabia, kwa ule wingi wao. Watu wa mji fulani wezi kweli kweli, lakini si wote. Kwamba ukiingia wewe tahadhari, watu wanapigwa kabali kweli kweli, waibiwa kama mitatu, mtaa fulani usipite usiku. Lakini haina maana kwamba watu wote wa mtaa huo hiyo ndio tabia yao, lakini husifiwa hivyo. Hata hapa Tanga julikana, mtaa fulani hapa Tanga kufai huko, wezi wote watokea huko. Haina maana kwamba watu wake wote wako hivyo. Hivyo hivyo tabia hii, tabia ile, tabia ile. Watu utahadharishana, ukenda mji fulani bwana, angalia utatapeliwa. Kuna matapeli kweli kweli, lakini kuna watu wema vile vile. Kwa hiyo haya tunapoyazungumza pia kwa amana, tufahamu kwamba huko Al-Kufa pia walikuweko watu wazuri, lakini wengi katika wao walikuwa ni makabaila waliokusanyika pale, na wengi ni watu waovu, na ndio walisababisha mitikisiko na fitna. Nasallallahu alaihi wasallam.